Kwa takriban miezi miwili sasa, muda ambao umetangazwa na Rais William Ruto kwa Kenya kufikia viwango vya mataifa tajiri zaidi ulimwenguni umebadilika mara tatu. Hapo jana, Rais Ruto alitangaza kwamba Kenya itakuwa imefikia nusu ya safari hiyo mwakani. Mpango huo utakaogharimu shilingi trilioni 5 umeibua maswali chungu nzima kutoka kwa upinzani unaosema ahadi ya rais ni ndoto. Emmanuel To na mengi zaidi. Ni safari iliyoanza kwa mpigo takriban miezi miwili iliyopita. Jumanne, Rais William Ruto aliyezuru kaunti ya Turkana kwa sherehe za Tobongu Lore akitangaza kwamba Kenya itagonga nusu ya safari hiyo ya mataifa yanayokula minofu mwaka ujao. Mimi nawaambia na nataka niseme nikiwa hapa Turkana ya kwamba hiyo plan ya trilioni 5 tumeanza jana, and by next year we will be halfway. Nyinyi mnanielewa? Wengine wanasema haiwezekani, lakini mimi najua inawezekana. Mwezi mmoja uliopita, muda huo wa kufika Singapore, Hong Kong na Malaysia ulikuwa miaka 10, rais akiwarai wabunge kumuunga mkono kufanikisha ndoto hiyo. The Ministry of Roads and Transport have already mapped out a comprehensive network of 2,500 kilometers of highway for dualling and 28,000 kilometers of road to be tarmacked over the next 10 years. I discussed this vision with the late Right Honorable Raila Amolo Odinga in the presence of Professor Anyang' Nyong'o, who reminded me that no nation has industrialized without roads, energy and food security. Hata hivyo, kabla ya kufunulia taifa ndoto yake, rais aliyehudhuria ibada hapa Nairobi alidokeza kwamba safari hiyo ingechukua miongo mitatu kukamilika. We want to move this country from a third world country to a first world country in the next 30 years by 2055. In the next by the time I get to 90, Kenya should be a first world country. Viongozi wa upinzani wamedai safari hiyo ni hekaya za bunuasi tu ya kusakasaka kura za mwaka 2027. And we are not joking. My friends, hii nchi hii lazima ibadilike. By all means possible. Nyinyi mnanielewa? Tumechelewa kubadilisha Kenya. Swali sasa ni je, safari hiyo itachukua muda gani? Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi.